uongozi, watu muangalia viongozi yule wa juu kabisa na wataki kujiangalia wao. Bwana asifiwe. Yaani ukisema viongozi tayari hapa watu wanasema hapa ni askofu, wakanda, katibu wakanda, mweka hazina wakanda, maeneo leader. Bwana asifiwe sana. Lakini tunapoongea uongozi tunaongea mtu yeyote ambaye anasimama mbele ya watu. Kwa hivyo hapa ni mkutano wa viongozi. Kwa hivyo hapa hatuongei na askofu wa kanda peke yake, hatuongei na katibu wala mweka hazina, hatuongei na area leaders, tunaongea na viongozi. Wewe ni mchungaji, ni kiongozi. Kama kuna mzee wa kanisa yuko hapa, ni kiongozi. Kama kuna kiongozi wa wanawake, ni kiongozi. Kama ni kiongozi wa praise and worship, ni kiongozi. Kama wewe ni mama wa nyumbani, ni kiongozi. Kama wewe ni baba, kazi yako ni kulima, ni kiongozi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa tumekutana na viongozi. Yaani kwa nini tumekutana na viongozi? Kwa sababu na mambo ambayo yako mbele yetu ambayo tunatakiwa kuyafanya katika huduma ya Redeemed Gospel Church, lakini pia katika makanisa yetu ya mahali, kikanda, kanisa la mahali, katika area na hata katika kanda la taifa. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nisome mstari ambao ni maarufu sana, ambao tumekuwa tukiusoma na mara nyingi tunapokuwa tunaweka wakfu viongozi tunausoma sana katika kitabu cha Tito sura ya 1 mstari wake, nasoma mstari wa 7. Biblia nyingi zimesema imempasa askofu, naomba mtu anisomee kwa Kiswahili Titus chapter 1 verse 7, uendelee na mstari wa 8 na wa 9. Bwana asifiwe. Tito sura ya 1 mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno. Nataka uweke hapo, ondoe neno askofu, weka imempasa kiongozi. Maana imempasa kiongozi, yes, awe mtu asiyeshitakiwa neno. Ndio. Kwa kuwa ni wakili Mungu. Kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake. Asiwe mtu wa kujipenda nafsi yake. Asiwe wa hasira. Asiwe mwepesi wa hasira. Asiwe mlevi. Ndio. Wala mgomvi. Ndio. Asiwe mpenda mapato ya aibu. Ndio. Bali awe mkaribishaji. Yes. Mpenda wema. Mwenye kiasi. Ndio. Mwenye haki. Yes. Mtakatifu. Mwenye kudhibiti nafsi yake. Amen. Bwana asifiwe. Sijamwona Nelson hayuko. Yes. Na Silvia. Amen. Bwana asifiwe sana. Na wajua kondoo wangu. Bwana asifiwe sana. Yes. Tunaongea habari ya kiongozi na sifa za kiongozi. Bwana asifiwe sana. Ni mara chache sana tunapoongea habari ya kiongozi, wengi huwa wanatoka hapo wanasema no, hapa haweko fulani ndiye hana nidhamu, fulani ndiye ambaye hana uadilifu, fulani ndiye ambaye hana ukarimu. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema imempasa kiongozi awe ni mtu asiyekuwa na lawama. Kiongozi hatakiwi kulaumiwa. Kiongozi hatakiwi kuwa ni mtu ambaye watu wana wasiwasi naye. Nimesema tunapoongea kiongozi tunaongea habari zako wewe. Kwa hiyo usifikiri naongea habari za askofu wa kanda hapa. Naongea habari zako wewe ambaye leo uko hapa. Ndugu zangu, taasisi ya Redeemed Gospel Church imekupa dhamana ya kuongoza kanisa lako au ile kanisa ambalo unaliongoza pale lilipo. Iwe ni Kwaranga, iwe ni Mtwambu, iwe ni Majani ya Chai, iwe ni kule Mwanga, iwe ni Urauri, iwe ni hapa Rongai. Una dhamana kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo dhamana ulio nayo usichukulie kwamba
Pengine ni kwa sababu wewe ni mchungaji tu wa mahali, watu hawaoni kwamba kuna kitu ambacho umebeba au kuna dhamana umebeba. Sikia nikwambieni ndugu zangu, unapokuwa mchungaji wewe ni brand ambayo watu wanaiangalia. Bwana asifiwe sana. Wewe ni tunaita watu wa mtaani wanaita celebrity. Ni mtu watu wanakuangalia wote. Usifikirie watu hawakujui. Mimi juzi nikiwa natoka kanisani, pale kanisani kwetu, ukakuta kuna mbele yako kulikuwa na gari, alafu kuna mtu ameblock. Bwana asifiwe sana. Wao wanatuzibia njia yetu wakati wa kutoka sana. Basi yule aliyekuwa ametuzibia alikuwa anakunywa pombe mahali. Basi wakamwambia mchungaji anatoka, nenda katoe gari yako haraka. Bwana asifiwe sana. Sasa kumbe alikuwa mbele yangu, hawakujua kwamba ni mtu mwingine. Akawa amepita. Mimi nilipopita nikasimama. Ndio kumwambia kwamba usio unabaki hapa, kuna nini? Kuna njia ya kuingilia kanisa. Nikamwambia mchungaji, pita haraka basi mchungaji. Nishakupisha. Simjui wala sijawahi kumuona. Lakini nikasema mchungaji, pita. Nikagundua ya kwamba unaweza ukafikiri watu hawakujui, kumbe wanakujua. Na pengine wanakujua kwa majina yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kati ya sifa kubwa ambayo mchungaji anatakiwa kuwa nayo ni sifa ya uadilifu, integrity. Sifa ya uadilifu. Na uadilifu maana yake nini? Uadilifu maana yake ni kwa lugha nyingine ni utakatifu. Bwana asifiwe. Maana yake ukiwa mwadilifu, hatuna shaka na wewe ukikutuma mahali. Siku moja nilikuwa nahubiri kanisani, nikasema kuwa makini sana na mtu ambaye unamtuma kufanya nini? Kuwakilisha mahali. Kwa sababu anapoenda yeye, maana yake umeenda wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa maana kila atakachokisema ni wewe umesema. Kila atakachofanya ni wewe unafanya. Akifanya madudu ni wewe umefanya madudu. Akifanya mambo mazuri ni wewe umefanya mambo mazuri. Wala akikengeuka ni wewe umekengeuka. Kwa hiyo utakwepa lawama au sifa ambazo atakuja nazo. Kwa hiyo unapopeleka mtu kuwa makini sana. Sasa viongozi tunatakiwa kuwa waadilifu. Na kuwa mwadilifu ni pale ambapo tunakuacha ufanye mambo wakati hatukuoni. Mwambie jirani yako, tunakuacha ufanye wakati hatukuoni. Hakuna kamera inayekuangalia. Hakuna watu wanaoangalia unavyofanya. Tumekuacha ufanye. Alafu tuone, je, utafanya ilivyo au utafanya kwa sababu unasema hawanioni, basi ngoja nifanye hivi. Na hapa ndipo wengi walipokamatwa. Bwana asifiwe sana. Uadilifu maana yake nini? Unafanya mambo bila peke yako. Alafu tuone utafanyaje. Kama utafanya sawa sawa na ilivyo, utakuwa wewe ni mwadilifu. Lakini utasema mimi kwa kuwa wanioni, unaangalia huku hakuna mzee wa kanisa, unaangalia huku hakuna mchungaji, unaangalia huku hakuna elialina, unaangalia huku hakuna kiongozi wa kanisa, unasema basi ngoja nifanye ninavyoona mimi. Bwana asifiwe. Tunaweza tukawa hatukuone sisi, lakini aliyekuita anakuona. Tunaweza tusikuone sisi, lakini wale ambao wanakujua wanakuona. Baadaye watakwambia mchungaji wako tumekuona mahali fulani. Bwana asifiwe. Ndio maana ukikaa na watu mbalimbali, hasa watu kwenye mitandao. Watu kwenye mitandao huwa kwa nini ukisikia mchungaji ambaye yuko kwenye mitandao sana, jambo lake lolote akifanya baya linakuwa haraka sana limejulikana? Ni kwa sababu watu wanamjua na watu wanajua anavyoongea na matendo yake anajua. Kwa hiyo siku akifanya tu tofauti tunasema huyu tunamjua. Hata hicho amekifanya sisi tunajua zaidi ya hicho. Kwa hiyo unashangaa hawa watu kumbe wanatumulika, wanatuangalia. Kwa hiyo mchungaji au kiongozi, sifa ya kwanza ni uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kile ambacho unahubiri na kufundisha. Hayo maneno andika. Kiongozi, fanya kile unachohubiri na kufundisha. Na ufundishe na kuhubiri kile unachokifanya. Unaishi. Tunasema ishi unachofundisha na kuhubiri na hubiri na kufundisha kile unachokiishi. Nje ya hapo utakamatwa njiani. Nje ya hapo watakukamata na utakamatwa na washirika wako, utakamatwa na majirani zako, utakamatwa na hata na watu uliosoma nao. Sisi tuko kwenye magrupu mbalimbali, wengine tumesoma nao sekondari, wengine tumesoma nao vyuo. Wanangojea utokee mtafaruku kwenye grupu, alafu kuone kiongozi huyu wa kidini atafanya nini. Wao wanangojea waone na wewe utafoka kama wengine wanavyofoka, utakasirika kama wengine wanavyokasirika, wala utatukana kama
katikati yetu kuna watu wana matusi. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuna watu ambao sio waadilifu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wakali, kuna watu ambao wanakasirika mpaka wanaondoka bila kuaga. Nani alikupa? Wewe una roho ya nani? Unatupa mikono unaondoka bila kuaga. Wewe una roho ya nani? Mungu ndio una roho ya nani? Kikao kinavunjika. Kikao waliokuwa kinavunjikaga. Kikao cha watu waliokuwa kinavunjikaga. Tunataka kurushiana ngumi. Nasema tuondoke tukutane siku nyingine kwa sababu hapa hatuelewani. Sasa roho wa nini? Roho Mtakatifu. Biblia inasema Roho Mtakatifu yuko kwetu kwa sababu anatuongoza katika kweli yote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi hata tukikasirika kumwambia tu na kiasi na kila kitu, tunakasirika, lakini Biblia inasemaje? Waefeso 4:20 inasema mwe na hasira lakini msitende dhambi. Na jua lisifanye nini? Lisipwe kabla nini? Uchungu ukiisha moyoni. Wengine mna hasira ya miaka 3 iliyopita. Ndio kiji jirani yako mwambie ile hasira imeisha leo. Mshike mkono mwambie sina hasira na wewe tena. Mwambie sina kinyongo na wewe tena. Mwambie tuendelee na kazi ya Bwana. Yaani miaka 6 umebeba mtu mhubiri wenzako. Eti mimi siendi kwake na yeye asije kwangu. Sasa tunahubiri nini? Alafu kama madhabahu tunahubiri upendo gani? Upendo gani? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuviongee, lakini pia tunaviishi. Na ndio maana baadhi ya mahubiri tunaogopa kuyagusa kwa sababu hatuyaishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo uadilifu, uaminifu uwe ni lazima, yaani uwe ni kama nguzo katika maisha yetu ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumekuwa na kanisa ambalo lina watu wengi ambao sio waadilifu na sio waaminifu na sio watiifu. Bwana asifiwe. Amen. Sio waadilifu, na ndani ya uadilifu kuna utiifu na kuna uaminifu. Hayo mambo yamekuwa hayapo. Na ndio maana tuna maugomvi ya mara kwa mara. Ndugu zangu, hii kazi tumedhaminiwa. Biblia tumesoma ya kwamba sisi tumepewa dhamana. We are the representatives of God. Amesema hapa sisi ni mawakili. We are the steward. Sisi ni mawakili wa Mungu. Kwa hiyo maana yake wewe unasimama badala ya nani? Ya Mungu. Unasimamaje badala ya Mungu? Wewe huwezi kubeba sifa za Mungu. Na amesema tu watakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kama hatutaviishi, hiyo nafasi tulionayo ya kuwa kiongozi itatuhukumu. Bwana asifiwe sana. Tuna viongozi wengi katika dini ambao sio waadilifu. Tuna viongozi wengi katika dini ambao sio waaminifu. Tuna viongozi wengi katika dini ambao sio watiifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni wahubiri, sisi ni wahubiri, si ndio? Na tunahubiri wengine mara 4 kwa wiki. Bwana asifiwe. Amen. Tupo au tumeondoka? Bado tupo. Amen sana. Wewe jirani yako nipo. Tunahubiri mara ngapi? Wengine mara ngapi? Mara 3. Wengine mara 4. Wengine mara 5. Wengine wiki nzima. Wengine mara 2. Wengine mara 1. Lakini tunafanya nini? Tunahubiri. Je, tunachohubiri ndicho tunachoishi? Maeneo mengi hakuna matokeo chanya kwa sababu tunaongea hivi lakini tunaenda hivi. Watu wanasema huyu tunamjua, aishi kile anachokihubiri. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sasa ni mpaka turudi kwenye mstari, turudi kwenye line ili tuweze kumwakilisha Kristo sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mitume walikataa kucompromise, walikataa kukubaliana na mazingira yaliyokuwa. Waliwaambia wakuu wa Mafarisayo na Masadukayo, wakawaambia sisi, Petro alisema, hatuwezi kuacha kuhubiri yale tuliyosikia na yale tuliyoona. Mtuambie sasa sisi, mtuambie tuhubiri yale au tusimamie yale inayotaka nini au yale ambayo tuliyaona na kuyasikia na wakasimamia.